Kwa hiyo hata Azam kuhususia leo kuto kuvaa medali ni matukio ambayo ya namna kama hiyo. Lakini pia ukiangalia, labda utatupeleka kwenye tukio lingine, lakini kwa tukio hili ambalo tunalizungumzia kwamba Libase Gwayi alistahili kuweza kupewa kadi. Na kwa tukio lile ambalo alikuwa amelifanya ilikuwa ni kadi ya manjano, kwa sababu foul ilikuwa imefanyika, ambalo hii sasa kadi ya manjano imekwenda kumprovoke Faisal na kwenda kufanya malipizi. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo katika hilo unasema kwamba Line One alichangia kuweza kwenye hilo tukio kutopewa kadi ya njano kwa Libase Gay imeathiri chochote mchezo? Imeathiri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu Libase Gwayi alikuwa ni mchezaji ambaye analeta threat kwa upande wa Azam, na amekuwa akikutana sana yeye pamoja na Pascal Msindo. Ukiwa umempatia kadi ya manjano, maana yake unampa tahadhari namna ya kucheza. Kwa kama ukiwa hana kadi ya manjano, anajua bisa mimi bado nina bonus. Kwa hiyo the way anavyokuwa anaweza kucheza tofauti na akiwa na kadi ya manjano. Kwa hiyo kwa kutoa kadi ya njano kwa upande wa Libase Gwayi, hiyo pia imekuwa ina manufaa zaidi kwa upande wa Simba. Kwa hiyo kuna doti ambazo ukizikusanya unaona kabisa kwamba katika hiki Azam pia na wenyewe pia kuna maeneo ambayo wameweza kunyongwa na mwamuzi. Na kwa nini wamenyongwa na mwamuzi? Kwa sababu ya pressure ya mchezo, kwa sababu tayari Simba walishaanza kupressurize kwamba hawana imani na marefa liwa ndani, hawana imani na nini. Kwa hata marefa wanakuja wanakuwa na pressure kuelekea kwenye matukio. Kwa hiyo ukiangalia hilo, Libase Gwayi alistahili kuweza kupewa kadi ya manjano kwa kile ambacho alikuwa. Lakini sasa tuhamie kwenye kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, tukio ambalo malifanya Azam wamegoma kwenda kuvaa medali na badala yake medali ikapewa tu kiongozi awapelekee. Kwako unalipokeaje tukio kama hili? Upande wangu ni tukio baya kwa sababu hii ni michuano mikubwa, ni michuano ya pili kwa ukubwa ukiangalia kwa hapa Tanzania, ukitoa NBC Premier League inayofuata ni CRDB Federation. Ni tukio kubwa sana hili, na kwa kitendo hiki ambacho wamekifanya Azam FC sioni kama ni kitendo chenye kiungwana wa kimichezo. Sio kitendo kizuri kwa upande wao. Hilo na admit kweli sio swala zuri. Lakini ukiniuliza unahisi kwa nini wamefanya hivyo, nafikiri maamuzi ya mwamuzi yameweza kuwaona kwamba hawakutendewa haki. Inawezekana kwamba ile pressure ya Simba ambao walikuwa wameweka kwenye fainali hii imeweza kuwaambukiza waamuzi na kuweza kuona kwamba kwa Azam hawajatendewa haki. Kuna mara kadhaa unaona maeneo ambayo Azam wakiwa wanafanya shambulizi unaambiwa kwamba hii ni offside, na wakati aliyakuwa sio offside. Ukiangalia katika ile eneo la mwisho kabisa, tukio ambalo alikuwa amefanyiwa kitamba la bola, ile ilikuwa ni foul na ilikuwa ndani ya box, ili stahili kuwa penalty, lakini Line One alinyosha akasema kwamba hii ni offside na haikuwa offside. Kwa hiyo kwa matukio kama haya inapelekea watu kuweza kuona kwamba tunaonewa kwa sababu tunaonekana hatukustahili kuweza kuchukua hii kombe. Kwa hiyo kwa matukio kama haya yanapelekea sasa Azam kuweza kufanya maamuzi ambayo ameweza kuyafanya. Lakini hii sio mara ya kwanza kufanya hivyo. Utakumbuka mara ya mwisho wanacheza fainali kule Zanzibar, Young African wanachukua dhidi ya Azam, Faisal Salum alisusa kuchukua medali kama unakumbuka. Hakwenda kuchukua medali. Kwa hiyo inawezekana sasa hili likafanywe tathmini pia na kwa upande wa Azam kwamba ni mara kadhaa yanajitokeza jambo kama hili, nini ambalo unaweza kulifanya. Yes, Godfrey, tupo kwenye matukio tata na nipo na matukio matatu ambayo tuyaangalie. Tukio la kwanza tuangalie kadi nyekundu ya Faisal Salum, lakini baadaye tutaangalia penati ya kitambala bola, lakini pia tukio jingine mtanikumbusha, lakini tuanze na hili la kadi nyekundu. Ilistahili kuwa kadi nyekundu? Straight kadi nyekundu. Ilistahili kuwa kadi nyekundu, kiasi ambacho kwangu mimi yale maamuzi hayakuwa na ukakasi wa kiwango hicho ambacho unaweza ukasema haikustahili kadi nyekundu. Yes. Lakini anaonekana kama na kuruhusu Mapunda kumuinteract. Yes, kama una hoja muulize. Haina shida. Yes, kwa sababu niliona kama alianza kuvutwa yeye. Of course kwamba kilichotokea ni kwamba Faisal Salum alifanya malipizi kwa kile ambacho alikuwa amefanywa na Libase Gwayi. Ukiangalia ile move ilivyokuwa imeanza,
mpira ulikuwa kwa Faisal kabla hajaupeleka pembeni. Yes. Alipoupiga mpira pembeni akawa anatafuta space kwenda kuomba ule mpira. Wakati akiwa anakimbia alianza kuvutwa na Libase Gwaye. Yes. Akauachia mpira, bado Libase akawa anaendelea kumvuta. Kwa hiyo pale line 1 alikuwa ukiangalia katika picha za marejeo unaona isa line 1 alikuwa sanjari na tukio linalotokea kwa Libase pamoja na Faisal. Kwa hiyo pale itakiwa ipulizwe filimbi kwamba hii ni foul kwa sababu amefanya mara ya kwanza akiwa na mpira, ameuondoa mpira bado akaendelea kufanya. Sasa kilichokuja kutokea, Faisal akaenda akalipiza kwa ghadhabu zaidi kwa kumpiga ngumi. Umeelewa vizuri hapo? Yes. Na kwa mujibu wa kanuni kwamba wewe ambao unalipiza either kwa kiwiko, kwa kupushi ama kwa kumpiga ngumi, wewe unaonekana kwamba tayari inakuwa ni straight red. Lakini ukiangalia mwenendo wa kosa lilikuwa limefanyika toka mwanzoni kabisa, na line 1 alikuwa yuko mstari mnyofu pamoja na tukio, lakini haukumuona akitikisa kibendera kwamba kuna foul imefanyika. Aliendelea kunyamaza kimya na baadaye akaenda kutoa red card kwa upande wa Faisal Salum Feitoto, lakini kosa lilianza kufanyika kabla Faisal hajafanya kosa. Kwa hiyo kwako haikutakiwa kuwa kadi ama nini hasa kilitakiwa kufanyika? Kwangu mimi kwa tukio alilofanya Faisal ilistahili kuwa red card. Yes. Kwake yeye ilistahili kuwa red card. Umeelewa vizuri Ndio. Lakini tukio lilianza kutokea kabla Faisal hajafanya hivyo. Yes. Na wakati huo yeye akiwa na faida ya mpira na baadaye anaenda kutoa mpira. Kwa hiyo kama mwamuzi aliamua kuweza kwa kutoa kadi kwa upande wa Faisal Salum, Libase naye pale alistahili kuweza kupewa kadi. Godfrey, Libase alistahili kupewa kadi naye? Kwangu mimi huwa wanasema kipenga kikipulizwa ndipo ambapo either ni faulo ama tukio linapaswa lifanyaje, lisimame. Ndio. Kipenga kilipulizwa kwenye tukio gani? Kipenga kilipulizwa kwenye tukio la Faisal Salum kumpiga kiwiko ama kumpiga ngumi Libase Geye, si ndio? Ndio. Kwa hiyo tukio la pili ndio liliamua tukio la kwanza, si ndio? Yes. Lakini kwangu mimi, yes, Libase Geye alifanya madhambi ambayo refa hakuyaona ama refa hakuona tukio la kwanza. Lakini hata kama angeliona Libase Geye ingekuwa ni faulo, bado Libase Geye alikuwa anastahili kupewa kadi ya njano au sio kadi hapo, sio kadi nyekundu. Kwa hiyo kwenye kadi, kama ile tukio lingetafsiriwa kuanzia mwanzo, yes, Libase Geye alikuwa anapaswa kupewa kadi ya njano kwa kumvuta Faisal Salum. Lakini hilo tukio halijaamriwa, manake game ilikuwa inaendelea kuwa on, ndo anachozungumzia Steven Mapunda. Yes. Kwa hiyo kama tukio limeamuliwa la pili, refa anaamua tukio la pili ambalo limetokana na Faisal Salum. Na ndio hicho ambacho nakisema kwamba kwa tukio lile ambalo limefanyika la Libase Geye kuweza kumvuta mwanzoni na line 1 akanyamaza kimya. Yes. Umeelewa vizuri? Likaenda kutokea la Faisal kumvuta. Tafsiri yake ni kwamba wakiwa kwenye acceleration ya kushambulia, umewanyima faida Azam. Yaani kwa mfano kama pale ingetokea ile alipomvuta mwanzoni, line 1 alikuwa eneo la tukio anaona, yes, angeweza kutikisa kibendera na kuweza kuwekwa kuwa foul. Inamaanisha kwamba pale Azam alikuwa na faida. Na ndio maana ukimwangalia hata Faisal mwenyewe alipopewa ile red card, ukiangalia facial expression, yes, alikubaliana ile red card, lakini alienda akarudi. Ukifuatilia lips bam zake alipokuwa akizungumza, akimwambia bwana, angalia matukio, chezesha mpira. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa tukio ambalo liko limetokea kwa line 1, kama angeweza, uwezi kumlaumu refari wa katikati, kwa sababu line 1 alikuwa eneo la katikati kabisa na tukio wakiwa katika mstari mnyofu. Kwa hiyo kama kile angeweza kutikisa kibendera kwamba kuna faulu imefanyika, ina maana kwamba isingeweza kwenda kwa madhara zaidi kwa upande wa Azam. Kwa hiyo hata Azam kuhususia leo kuto kuvaa medali ni matukio ambayo ya namna kama hiyo. Lakini pia ukiangalia, labda utatupeleka kwenye tukio lingine, lakini kwa tukio hili ambalo tunalizungumzia kwamba Libase Geye alistahili kuweza kupewa kadi. Na kwa tukio lile ambalo alikuwa amelifanya, ilikuwa ni kadi ya manjano kwa sababu foul ilikuwa imefanyika, ambalo hii sasa kadi ya manjano imekwenda kumprovoke Faisal na kwenda kufanya malipizi. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo katika hilo unasema kwamba line 1 alichangia kuweza kwenye hilo tukio. Kutopewa kadi ya njano kwa Libase Geye imeathiri chochote mchezo? Imeathiri.
Imeathiri kwa kiasi kikubwa kwa sababu Libase Gwayi alikuwa ni mchezaji ambaye analeta threat kwa upande wa Azam na amekuwa akikutana sana yeye pamoja na Pascal Msindo. Ukiwa umempatia kadi ya manjano maana yake unampa tahadhari namna ya kucheza. Kwa kama ukiwa hana kadi ya manjano anajua bisa mimi bado nina bonus. Kwa hiyo the way anavyokuwa anaweza kucheza tofauti na akiwa na kadi ya manjano. Kwa hiyo kwa kutoa kadi ya njano kwa upande wa Libase Gwayi hiyo pia imekuwa ina manufaa zaidi kwa upande wa Simba. Kwa hiyo kuna doti ambazo ukizikusanya unaona kabisa kwamba katika hiki Azam pia na wenyewe pia kuna maeneo ambayo wameweza kunyongwa na mwamuzi. Na kwa nini wamenyongwa na mwamuzi? Kwa sababu ya pressure ya mchezo, kwa sababu tayari Simba walishaanza kupressurize kwamba hawana imani na marefa liwa ndani, hawana imani na nini. Kwa hata marefa wanakuja wanakuwa na pressure kuelekea kwenye matukio. Kwa hiyo ukiangalia hilo, Libase Gwayi alistahili kuweza kupewa kadi ya manjano kwa kile ambacho alikuwa amekifanya. Na kama Lazimini angetikisa kibendera mapema kabla ya tukio la Faisal, ilikuwa ni follow kuelekea upande wa Simba Sports Club na sio upande wa Azam. Godfrey, umelizika twende tukio jingine? Yes. Okay. Ni sahihi kabisa. Okay. Tunahama kwenye hilo tukio, tunaenda kwenye tukio jingine ambalo tukio hili linahusisha ile foul ambayo alicheza Kitambala Bola kwa Rushin Derek. Nimeona hapa watu wanaandika wanasema ilistahili kuwa penalty. Tuanze kwa Godfrey. Ilistahili kuwa penalty? Foul alicheza Kitambala Bola. Foul alicheza Ismail Tule kwa Kitambala Bola au ni foul ya Kitambala Bola kwa Rushin Derek? Kitambala Bola kwa Rushin Derek. Kwa sababu ile tukio lilivotokea wakati watu wanasema penalty lakini mwamuzi akaweka ni foul kwa maana Kitambala Bola ndiye ambaye amecheza foul. Okay, sawa. Ukiangalia tukio mimi mwenyewe nilipata mgagaziko. Yes. Kwa nini? Ila nimemwangalia line 2 kama sikosei line 1 alikuwa na reface lile tukio direct. Na unajua kwa sifa ya Kitambala Bola na yani sifa tunazungumzia kwenye umbo, si ndio? Na Lucien Delok ni wachezaji wawili ambao wanatofautiana, si ndio? Kwa hiyo ukimwangalia Lucien Delok tayari alishakuwa yuko chini. Na mwili wa Kitambala Bola na matukio mengi ambayo alikuwa anayafanya, unaona kabisa pengine refari ameweza ku anticipate yale matukio kwamba pengine Kitambala Bola kwa nguvu ameweza kumsukuma ama ameweza kumpushi Lucien Delok. Kwangu mimi yamekuwa ni maamuzi mawili ambayo refa wa kati na refa wa pembeni wote walikuwa wanalitazama mbele yao. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni tukio ambalo halikuwa ni tukio la penalty per se. Okay, halikuwa ni tukio la penalty. Yes, halikuwa tukio la penalty. Steve Mapunda. Upande wangu mimi bwana, ile ilikuwa ni tukio la penalty per se kabisa, kwa sababu ukiangalia mwanzoni line 1 alikuwa amenyosha offside. Ndio. Umeelewa vizuri? Yes. Kwa mujibu wa kanuni za foul kwamba hata Kadege kama angekuepo studio angetusaidia kwa sababu yeye ni referee by professional. Kwa tukio la foul, referee anapokuwa anaonyesha kibendera anatikisa kibendera kumaanisha kwamba hapa ni nini? Ni foul. Lakini ukiangalia line 1 alikuwa amenyosha kibendera juu. Alafu kunyosha kibendera juu akimaanisha kwamba ni offside. Na ukimwangalia referee wa katikati pia naye akanyosha mkono juu akimaanisha kwamba hapa ni offside. Lakini baadaye haikuwa tena offside, ikaonekana kwamba ni foul imechezwa kwa Kitambala Bola kumchezea nani? Lucien Delok. Na ukiangalia unajiuliza huyu Kitambala Bola alichezaje foul akiwa yani yeye ndo yuko mbele ya mpira, yeye ndo anawania mpira, Lucien katoka nyuma, alafu huyo ambaye yuko nyuma ndo ameonekana kama amechezewa foul, yule wa mbele ndo amecheza foul. Umeelewa vizuri hapo? Kwa hiyo ukiangalia katika hilo Simba hapa walikuwa wamecommit penalty. Kwa hiyo referee alistahili kuwa fair kuweza kuwapa penalty Azam FC. Na kwa tukio hili ni obvious ilikuwa sio foul. Na hata ukiangalia hata complain ya benchi la ufundi la Azam walikuwa wanasema no offside, lakini kilichokuja kupigwa ilikuwa ni foul kwamba Lucien kafanywa foul na Kitambala. Lakini ukiangalia haikuwa foul. Kitambala alikuwa mbele, Lucien alikuwa nyuma, akaenda kumkumba. Na ukiwa kwenye eneo la boksi akikukumba mwilini na ukakosa faida ya kuumiliki mpira, inakuwa ni foul. Kama ni ndani ya boksi maana yake inastahili kuwa penalty. Ile ilikuwa ni penalty na Azam wamenyongwa. Ilikuwa ni penalty na Azam wamenyongwa. Kuna tukio jingine ambalo mmeling'amua kwenye ule mchezo?
Mambo mengine naona tu mwamuzi alikuwa amejitahidi kwenda katika ile intensity ya mechi. Kulikuwa na migongano na kulikuwa na kadi za kutosha kwa pande zote mbili, lakini kuna maeneo mengine refari alionekana kuwa na uvumilivu, lakini kwenye kushindwa maintain pressure kwenye maeneo ambayo Azam anaonekana kwamba alikosa faida na Simba kupata faida, hayo ndio ambayo yanaweza kazungumzwa zaidi. Azam leo alistahili kuweza kupata penalty, na tukio la Faisal kama line 1 angekuwa makini, Faisal asingepata ile adhabu ambayo ameweza kuipata, na kama refari angekuwa makini asingepata yani kama refari line 1 angekuwa kwa sababu unajua sawa, yani refari yani kile ile tukio, yani iko hivi, hata lingepulizwa faulo kwa Simba ambayo imesababishwa na Libasege. Libasege alikuwa anapewa kadi ya njano kama ambavyo ilipaswa kuwa. Lakini Faisal Salum, yani kadi nyekundu kwake ilikuwa haiepukiki. Sawa, yani nasemaje? Kama line 1 angetikisa kibendera mapema, Faisal siangeona kwamba hapa mimi nimefanywa foul, lakini mpaka anakuja kufanya lile tukio tayari aliona kwamba mpira ushaendelea na refari kashapotezea na huyu bado anaendelea kunishika. Na kwangu mimi haiwezi kuwa kigezo cha Faisal Salum kutengenezea mentality ya namna hiyo kabisa. Kwa nini? Kwa sababu sometimes unasema mchezaji anatakiwa atengeneze mentality ya yeye mwenyewe kwanza, kujilinda kwanza bila kutegemea marefari, si ndio? Kwanza kuwa na uwezo wa kujilinda yeye na kuwalinda wenzake. Yeye refari ameshindwa kuona kile ambacho wamefanyiwa. Haimaanishi kama refari ameshindwa kuona kile ambacho umefanyiwa wewe ndo ukaende kufanyaje kulipiza. Manake kulipiza kwake ndiyo sababu ya msingi ya yeye mwenyewe kuweza kutengeneza mazingira ya kupata kadi nyekundu. Kwa hiyo mtu wa kwanza pia wa kulaumiwa kwenye ushindi wa Simba pia naye ni Faisal Salum, kwa sababu amewafanya Azam FC kucheza kwa muda takriban wa dakika ngapi? Zaidi ya 10 na ngapi? 20 na kitu. Anacheza karibu dakika 22 kwa sababu ni tukio ya dakika 79. Faisal Salum ni engine ya nini? Ya timu ya Azam FC. Anaweza akaathiri mchezo kwenye maeneo mengi. Kwa hiyo kupewa kadi kwake nyekundu kumeiathiri kwa kiwango kikubwa. Sio mara ya kwanza pia jamani. Nimezungumza hapa kwenye mchezo wa Pamba Jiji. Kwa hiyo Faisal Salum anapaswa kujitathmini kwenye muktadha wa mazingira kama hayo hapa. Tunafika tamati ya kile ambacho tulikuwa tukikizungumza, kwa maana finali ya CRDB Federation Cup. Wekundu wa Msimbazi Simba wamekuwa mabingwa na wameposti kesho litakuwepo paredi ambalo litapita maeneo ya Buguruni, kutoka pale airport watazunguka kote, alafu wataenda pale Kigogo, then wanaenda Coco Beach. Wao ndo anamaliza hivyo. Kwa hiyo paredi linapita Jangwani kuelekea Coco Beach. Leo Yanga wamepita Msimbazi kutokea Karume kwenda Jangwani. Yanga wao walikutana na goli la Chama la Puskas. Wao Young Africans hatujui nini hasa ambacho wamejipanga nacho. Sasa kukutana na goli la pale wakienda wakienda pale kwa upande wa Young African watakutana na idadi ya makombe. Watakutana na idadi ya makombe mengi sana ambayo yatakuwa yamepangwa. Hilo lazima wajipange nalo kisaikolojia kwamba hilo kombe ambao wamelibeba wao leo hii watakutana nao pale yamepangwa 4, alafu moja ni la kwao bila kuiba. Umeelewa vizuri? Wao ndo kwanza wana moja. Kwa hiyo Simba amechukua ubingwa kwa kuiba. Yani punda wewe. Yani nasemaje? Wao wakitaka wabaki nalo moja kwa moja labda waliibe, lakini Young African wamelibeba mara 4 na mara moja limekuwa la kwao kabisa. Sasa hivi walikuwa wameanza hatua nyingine, lakini imeishia katikati. Kwa hiyo Simba amebahatisha ubingwa leo. Yani akipita pale ndo atajiuliza kwamba nimebahatisha au imekuwa, kwa sababu atakutana na idadi ya makombe. Wao leo waliweka goli la Chama. Wakienda kesho pale Jangwani watakutana na makombe yamejipanga pale. Makombe ya NBC. Kuna kombe moja limeka fulani hivi na mikono mingi. Nilifika Jangwani, nilitizama makombe. Kuna kombe moja Young Africans walishabeba mwaka 1963. Kwanza Yusuf Katalambula ilinisisimua kiukweli. Unajua ni
what a history. Unajua ukikutana na vitu kama hivyo hapo unasisimka. Lakini pia kwenye swala la kombe la CRDB Simba Sport pia walishabeba zaidi ya mara 3. Kumbuka kwenye prime wakati Simba kuanzia 2017 mpaka 2021 mara ya mwisho Simba kubeba akamwachia Young Africans, ni Simba alikuwa na ametawala. Kwa hiyo kipindi wakati Simba alikuwa ametawala, lakini hakuwa amechukua back to back, kwa sababu kipindi cha utawala wa Simba utawala wake ukiwa katika ubora zaidi Lipuli aisha kucheza finali na Azam. Goli la Oble Chilwa ndio liliweza kuamua. Ukija kuangalia na kipindi hicho pia katika ubora wao Mtibwa nayo pia alishawahi kufanya kitu kama hicho. Ndio maana nimesema wamechukua zaidi ya mara 3. Zaidi ya mara 3, lakini hawakuwa na historia katika utawala wao wa soka. Hawakuwa na historia ya kuchukua huku na huku kwa muendelezo misimu minne yote. Maana yangu ni kwamba kwenye makombe bado Simba pia wanayo. Ukiangalia hata kwenye ratio Simba na Yanga hawatofautiani sana kwenye kubeba kombe la CRDB Confederation Cup. Kabisa. Na ni Simba pengine kwangu mimi rekodi zinanionyesha kama leo wamechukua lingine sio kama hii leo wamechukua lingine, maana unaweza ukakuta wametofautiana kombe moja ama makombe yanakuwa mawili. Yes. Simba anakuwa yuko nyuma zaidi ya Young African. Na kwa upande wa ligi Yanga anakuwa zaidi ya makombe 10 juu yake. Haya, tumefika mwisho. Una nafasi ya kudondosha comment yako hapo chini kwenye kila ambacho umekisikia kwenye kona ya matukio tata, alafu tutapita na komenti zako. Bye bye, mimi naitwa Yusuf Katalambula, nilikuwa naye Galincha Steven mwana wa Mapunda, lakini pia Godfrey chambuzi la system alikuwepo, pia Mati, lakini nyuma ya kamera yupo Freddy mwenye furaha kweli kweli, na kesho atakuwepo kwenye paredi. Bye bye.